Kila mwaka ifikapo Aprili 1, mamilioni ya watu hufurahia nafasi ya kufanya mizaha isiyo na madhara na utani wa vitendo. Lakini sikukuu hii ilianzaje? Najua na wewe ni miongoni umewahi kukumbwa labda na mzaha ama kudanganywa kufanya jambo fulani na ukalitenda, mwisho wa siku ukagundua kwamba siku hiyo ni sikukuu ya wajinga. Lakini katika tamaduni mbalimbali, mwanzo wa majira ya kuchipua huwa ni wakati wa kujiachia na kufanya mizaha. Lakini wanahistoria hawajakubaliana ni nani hasa alianzisha desturi ya kufanya masihala, ikiwa ni pamoja na kudanganya kila tarehe ya kwanza ya mwezi Aprili. Ingawa siku ya wajinga husherehekewa sana katika nchi zinazotumia Kiingereza, wanahistoria bado hawajaweza kubaini tarehe au kipindi maalum kilipoanza. Kinachojulikana ni kwamba sikukuu hii imekuwepo kwa namna fulani tangu angalau miaka 1500 iliyopita. Nadharia mbalimbali zinadai ilianza Uingereza ya zama za kati au Ufaransa ya baadaye kidogo, huku wengine wakisema ina mizizi ya sherehe za zamani zaidi ya majira ya kuchipua kutoka huko Roma ya kale na maeneo mengine. Hivyo licha ya nadharia nyingi, chimbuko lake bado ni fumbo la kufurahisha. Licha ya historia yake isiyoeleweka wazi, ushahidi wa maandishi unaonyesha kuwa huenda sikukuu hii ina zaidi ya miaka 600 nyuma. Mtafiti wa tamaduni Stephen Winnick anaeleza nadharia 3 kuu, moja kutoka Uingereza na 2 kutoka Ufaransa. Nadharia ya kwanza inahusisha enzi za kati, kwamba inawezekana desturi ya kufanya mizaha tarehe 1 Aprili ilianza wakati huo na huenda ilirekodiwa na mshairi wa Kiingereza Geoffrey Chaucer. Katika hadithi yake ya Nan's Priest's Tale, anasema karibu mwaka 1390 anaelezea hadithi ya jogoo na mbweha wanaojaribu kudanganyana. Shairi hili linaelezea matukio yaliyotokea siku 32 baada ya kuanza kwa Machi, ambayo ni Aprili 1. Hata hivyo, baadhi ya wasomi wanaamini kulikuwa na makosa ya uandishi, jambo linalotia shaka asili ya Kiingereza. Nadharia nyingine 2 zimetoka Ufaransa, ambako kwa karne nyingi kumekuwa na desturi ya Poisson d'Avril, maana yake samaki wa Aprili. Leo watu hujaribu kubandika samaki wa karatasi mgongoni kwa mtu bila yeye kujua, na kisha kupiga kelele, samaki wa Aprili huyo. Anapogundua anataniwa, basi anacheka na wanafurahia pamoja. Katika ushahidi wa mapema katika shairi la mwaka 1508 la Eloy de Ameva linalotaja hadithi ya samaki wa Aprili, labda likimaanisha watu wajinga au desturi iliyokuwepo tayari wakati huo. Nadharia ya 3 inahusisha mabadiliko ya kalenda mwaka 1564, ambapo mfalme mdogo wa Ufaransa Charles wa 9 alitangaza rasmi kuwa mwaka mpya utaanza Aprili 1 badala ya tarehe za awali za majira ya kuchipua. Mizaha ya kale ya majira ya kuchipua ikoje? Ingawa nadharia hizi zote zinabishaniwa, zote zinaashiria jambo moja: majira ya kuchipua yamekuwa yakihusishwa na furaha, mizaha na ujanja kwa muda mrefu sana. Kwa mfano, katika Roma ya kale kulikuwa na sherehe ya Hilaria iliyoadhimishwa baada ya sikukuu ya Equinox ya machipuo. Sherehe hii inayotajwa tangu karne ya 3 ya BK ilimheshimu mungu wa uzazi wa Sibyl. Ilikuwa kama watu waliovaa barakoa na kujiachia, ambapo mtu yeyote angeweza kujifanya kuwa mtu mwingine bila kujali hadhi yake. Sherehe nyingine zinazofanana ni pamoja na sherehe ya Kihindu inayoadhimishwa Machi kwa mizaha ya kirafiki na Sizda Beda ya Iran inayofanyika siku ya 13 baada ya karibu na Aprili 2, ambapo watu hufurahia kusema uongo na utani pamoja na mizaha. Sherehe hizi zinafanana na siku ya wajinga ya Aprili 1 na baadhi yake
zina historia ya maelfu ya miaka. Kwa nini sikukuu ya wajinga huisha saa 4 kamili asubuhi? Hakuna ushahidi wa kihistoria unaoonyesha kuwa kuna sababu rasmi au ya asili inayofafanua kwa nini mizaha hii huisha saa 4 asubuhi. Rekodi za kale zinaonyesha kwamba kufikia karne ya 18 na 19 nchini Uingereza ilikuwa desturi kufanya mizaha asubuhi pekee. Vyanzo vya fasihi na desturi vinaeleza kuwa mtu aliyefanya utani baada ya asubuhi kuisha alichukuliwa kama yeye ndiye mjinga. Wanahistoria wa mila wanaona hii kama kanuni ya kijamii iliyojitokeza baadaye. Ni sehemu ya chimbuko la awali la sikukuu. Hivyo hakuna sababu rasmi ya kihistoria kwamba ni desturi iliyoibuka tu Uingereza ili kuweka mipaka ya muda wa mizaha. Hivyo hakuna sababu rasmi ya kihistoria. Ni desturi tu iliyoibuka Uingereza ili kuweka mipaka ya muda wa mzaha. Je, inawezekana kisheria kumshtaki mtu kwa kudanganya Aprili 1? Wanazuoni wanasema ndio, lakini si kwa sababu ni Aprili 1, bali ni kwa sababu ya aina ya tendo lililofanywa chini ya sheria. Kisheria kinachoangaliwa si utani, bali ni kama kitendo kinavunja sheria. Hapa kuna misingi ya kisheria inayotumika katika mifumo mingi ya sheria, ikiwemo mifumo iliyoathiriwa na sheria za common law, na kifungu kama kimojawapo cha udanganyifu kinasema kwamba ikiwa mtu alitoa taarifa ya uongo kwa makusudi ili kupata faida au kusababisha hasara, hilo linaweza kuwa kosa la jinai au madai ya kiraia. Sheria hii inasema kuwa hata kama ilianza kama mzaha, ikisababisha hasara ya fedha inaweza kushtakiwa. Nyingine ni kashfa. Ikiwa utani unaharibu sifa ya mtu kwa kutoa taarifa ya uongo hadharani, inaweza kuwa kesi ya kashfa. Nyingine ni uzembe au madhara ya kimwili, yaani kama mzaha unasababisha mtu kuumia, anayehusika anaweza kuwajibika kisheria. Na mwisho ni kusababisha hofu au taharuki. Mizaha kama kutoa taarifa ya uongo kuhusu hatari, mfano bomu au ajali, inaweza kuwa kosa la jinai. Sasa je, tutawahi kujua chimbuko halisi la siku hii ya wajinga? Wanazuoni wanasema huenda tusijue kamwe, kama alivyosema mtafiti Alan Dundes mwaka 1988. Zaidi ya karne moja utafiti haijaongeza uelewa mkubwa kuhusu desturi hii ya ajabu. Kilicho wazi ni kwamba majira ya kuchipua huwavutia watu kuondoa uchovu wa majira ya baridi na kufurahia maisha kwa kucheka na kutaniana. Hivyo basi, iwe wewe ni samaki wa Aprili au mjinga wa Aprili, furahia nafasi ya mwaka huu ya kucheka na kufanya mizaha, ukijua kwamba unashiriki katika utamaduni wa kale sana. Sasa baada ya kufahamu historia hii juu ya sikukuu hii, hebu tuandikie, je, ulishawahi kudanganywa? Na ulidanganywa nini?